Mtazamaji wa Uondo TV. Hii ni Uondo TV. Mimi naitwa Dan Jeremiah. Story mbalimbali za michezo ambazo zinapatikana ndani ya Uondo TV. Mchezo umetamatika wa NBC Premier League, mchezo ambao ulikuwa unakutanisha mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans dhidi ya Fountain Gate Football Club kutokea Babati Manyara, mchezo ambao umetamatika kwa klabu ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi mnono wa magoli 4 kwa 0 Tanzanite kwa la pale Babati Manyara. Lakini kipindi cha kwanza Fountain Gate ambao wameruhusu goli 2 au wamekonsida goli 2, lakini makosa makubwa ambayo yamefanywa na John Nobo baadaye kipindi cha kwanza hivyo kocha mwingiza golikipa mwingine ambaye na mwenyewe alikuwa kwenye ubora kwa kiasi kubwa, japokuwa kipindi cha pili ameweza kuconcede goli 2. Lakini mchezo ambao umekuwa na moment mbalimbali au matukio mbalimbali ambayo yametokea ndani ya kiwanja, lakini to be honest ni game ambayo ilikuwa ya kupishana, kwa sababu Yanga ni timu ambayo imekuwa kwenye race ya kujua kitu gani ambacho inakifanya. Ukijaribu kuangalia wachezaji ambao wamekuwa kwenye form kwa kiasi hicho, Jonathan Kangarombo Chama pia ambao ameibuka kwenye siku kubwa ya leo, ameweza kuwa kwenye uwezo mkubwa, lakini Stefan Azikia ambaye na mwenyewe alikuwa kwenye mwendelezo kwenye ubora, kwa sababu tunasema kwamba classic is a permanent by form is a temporary. Talking about maybe mtu kama Clement Mzize ambaye alikuwa man of the match katika siku kubwa leo, ni mchezaji ambao unaweza ukampongeza kulingana vitu ambavyo amekuwa anavifanya, kulingana ule ubora ambao amekuwa nao, kulingana vitu ambavyo amekuwa anaonesha ndani ya uwanja. Lakini angalia namna ambavyo Diarra goalkeeper bora kabisa ambao amekuwa kwenye kiwango cha juu, kujua kitu gani ambacho anaweza kufanya, clearance, saving pia ni vitu ambavyo amekuwa anavifanya. Ukizungumza mtu kama Duke Abuya pamoja na Mdasi Abbas kwenye eneo la katikati, ile double pivot ambayo tulikuwa tunaizungumza kwa kiasi kubwa, unaona tayari Mirodi ya Modi ambaye ni kocha mkuu wa klabu ya Yanga imeshaanza kumlipa, ameshajua sasa kitu gani ambacho anaweza kufanya. Kama Ucha yupo, lakini anaweza akatumiaje zile rasilimali ambazo amezibakiza kwa kiasi kubwa kuweza kuisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Fountain Gate pia unaweza ukasema kwamba mwalimu mpango ambao alikuja nao unaweza ukawa umelipa kwa kiasi hicho, lakini si kwa kiasi kubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia mechi ya home and away maybe kwamba mechi ya kwanza Fountain Gate alipoteza goli 5 dhidi ya Yanga katika dimba la KMC Complex mjini Dar es Salaam. Mchezo wa marejeano pia amepoteza goli 4, almost goli 9, ambazo unaweza kusema kwamba Yanga imejipatia kama dodo kwa kiasi kikubwa. Lakini bado unaweza ukasifia hata ubora wa mtu kama Mteja ambaye ameingia kipindi cha pili, kaza ambaye ameifanya Kiimba japokuwa amepata kadi, lakini bado unaona kwamba ni timu ambayo inajaribu kupambana kujua vitu gani ambavyo inavifanya. Point 3 ambazo amezipata Yanga zinawasogeza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mpaka sasa hivi wapo nafasi ya kwanza. Ukijaribu kuangalia wapinzani wa Yanga ambao ni Simba, Azam pamoja na Singida Black Stars wapo mbali, japokuwa bado Simba kuna mchezo ambayo hajacheza ambao tunasema kwamba ni viporo. Lakini kiujumla ni game ambayo ilikuwa ya kupishana, sio Fountain Gate sio Yanga, lakini inawezekana mwalimu wa Fountain alijaribu kujiripua baada ya concede goli 2 kipindi cha pili, au kama timu ambayo ilikuwa inafanya mashambulizi kwa kiasi kubwa, japokuwa Yanga walikuwa uimara ulikuwepo kwa kiasi kubwa sasa kwenye eneo la defensive, wakina Dickson Job na Ibrahim Baka pamoja na watu kama kina Nixon Kibabage, Ize Patrick Kimwana na Diarra, kwa sababu ni defensive line ya Yanga ambayo imeonekana kuwa superb. Lakini Yanga kiwango hichi kinaweza kawafikisha mbali kulingana ule ubora ambao wamekuwa nao. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Dan Jeremiah.